Na hii ni kwa wanachuo na wale mnaoplan kuingia vyuoni. I've been there before, so trust me, nafahamu kwamba wakati wa chuo ni wakati ambao unaanza kuactualize, unaanza ku bring into reality maisha ambayo umekuwa ukiimagine tangia mtoto. Na you want to be smart, you want to be classic, you want to be influential person, and you don't want to be mean. Now if you really want to convince yourself that you are going for the big and not settling for less, buying an iPhone is one of the best way of you doing that. I know baadhi ya watu wataaje against mimi, lakini kwa mnaojua psychology, it's called getting a skin in the game, au having something to lose. Now the question becomes, which iPhone should you get? As a matter of fact, any iPhone. And unatakiwa kufahamu kwamba throughout time Apple wametengeneza legendary phones mbili, and that is at least according to me. And when I say legendary, namaanisha simu mkataba, simu ambayo ni imara na inaweza ikasupport au imesupport software kwa muda mrefu sana. And one of these phones ni iPhone 11. Ukiachana na hayo, ni simu ambayo inapatikana kwa budget ya kawaida kabisa ambayo hata mwanachuo anaweza kuiafford. Now another lineup of legendary iPhones, kama budget yako inaruhusu, ni iPhone 13, especially iPhone 13 Pro na Pro Max. Hii iPhone nayo ni mkataba, na ukiipata hii unaweza ukaskip edition nyingine zote zilizofuata mpaka iPhone 17. Na hii ni kwa sababu increase ya value kwa kila shilingi unayospend kwenye hizi simu nyingine ni ndogo sana. Pengine labda kama ni professional mobile phone videographer ambaye unatumia Apple kushoot kwenye video zako, iPhone 15 inaweza ikawa na value kidogo. Now take note on that and thank me later.